mikojo. Umetapakaa mimavi. Zikitimia siku 6 na hawajaja kusafisha. Tutarajie nyendo mbao tegemea kwamba sio kinyesi ndio kubeba kile. Alafu kikojo mkojo utoki. Ukinya ugunyi tena sasa tuone kama mikojo watakuwa wanapeleka wapi. Wataitoa wapi mikojo hiyo? Baharini kuna mkojo unaenda kuteka maji chumvi. So wanapiga albadila na chinja ngamia. Wanatuweza sisi? Wanatuweza sisi? Sisi wazee Yanga wanatuweza? Wanatuweza? Wakija kusafisha mtu wapiga? Kisha kusafisha tumemaliza. Kwa safi. Manzi yote yatoke pale. Pale sio sehemu ya manzi. Jangwani kuja kuwa na nzi. Safi. Kwanza kuna upepo mwanana kwa sababu eneo lina eneo ni kubwa. Lakini leo nimepita pale. Nimechoka kwa kweli, nimechoka. Mimi mwenyewe manzi akaanza kunifuata hapa baada ya kupata kipindupindu hapa. Nduki. Kadege umekimbia nyumba yako Kadege. Sasa hizi nimetapakaa kote klabu yote na nzi. Minzi tu mikojo tu nimetapakaa jamani. Na mimi sikuangalia hata kwenye paredi lao. Kuna maana walikuwa wengi sana wale. Wewe kwa mikojo yale mamimavyale, watu wengi sana hao. Ila wachache ndio walifanya hivyo. Itakuwa wote wamezidi ile. Itakuwa wote wanachama na mashabiki wote mimi nakwambia. Wakashirikiana kwenda kuchimba dawa ndio wamefanya balaa lile. Unajua amri ikitoka na kiongozi, na maana mdomo wa kiongozi hautakiwi utoe kauli za ajabu ajabu. Yaani ndio maana kiongozi atakiwa kiongozi awe na busara, mchague viongozi wenye busara. Ahmed Ali busara. Ana busara. Huwezi kuambia watu wakachimbe dawa ndem mkakojoe pale mkanye pale. Ile ni kosa. Kwa kama kushtakiwa atakiwa aanze kushtakiwa yeye. Unadhani Ahmed Ali adhabu gani ambayo inamfaa zaidi kwa kile ambacho amekiamrisha pale? Kwanza aombe radhi. Kwa sababu unaambiwa kwamba radhi ni kitu kikubwa kuliko hata fedha. Okay. Yaani leo mtu binadamu ukimwambia utalipwa milioni 100, wewe ukilipa leo milioni 100. Ndio. Akisha leo kulipa kila siku atakuwa kuzungumza kwamba utajiri wake leo nilimlipa milioni 100. Okay. Lakini akikomba radhi ni kitu cha bure. Hicho ni kila thamani kubwa kuliko fedha. Kwa hiyo klabu ya Simba yule ana chama yake na kila kitu na mediali mwenyewe. Waombe radhi kupitia kwenye media hizi, waombe radhi kwa kitendo alichokifanya. Yes. Wamezalilisha klabu, wamezalisha nchi, wamezalisha mazingira, kila kitu wameharibu yani. Wewe mpaka Wachina wanafikia kugomba kujenga, wanataka kukimbia. Kwa hiyo maendeleo yatakwenda mbele, wewe unarudisha nyuma. Ni kitu ambacho kinauma sana nakwambia mimi. Mimi mwenyewe nimechanganyikiwa, nimevurugwa. Sasa hivi watu pale wazee kwa wazee wanakuja kuangalia nini kimefanyika hiki. Hapa eleki pale, kifusi chote kilichojaza kinanuka mavi na mikojo. Kumbe kwenda kunya na kukojoa ndio kuchimba dawa. Hiyo ndio kuchimba. Hii kuchimba dawa ni lugha gani sasa hii? Hiyo si lugha tu ya kupunguza ukali wa maneno. Kadege Yesu mwe kusafiri kwenda Mtwara kwa wapi? Usikiaje mnaambiwa jamani muda kwenda kuchimba dawa. Sasa hivi marufuku kusimama njiani. Serikali imejenga vyoo vote njiani huko. Mnasimama sehemu ambayo kuna vyoo. Ile kwenda mambo tena mapolini sio gari imesimama chimba dawa hakuna ile. Unapoenda Morogoro kuna sehemu sio Msata sio wapi kuna vyoo. Mnasimama pale mnakwenda kujisaidia. Na hata mabasi pia yana vyoo. Hata mabasi na sasa hivi yana vyoo. Kumbe wangeenda kujisaidia kwenye iliza zao. Kwenye iliza zao sio vyoo. Au pale wangeomba hata tujisaidie tuwaonyeshe vyoo. Kuna vyoo kibao mpaka Wachina wenyewe wamejenga vyoo kwa sababu uwanja mkubwa unaojengwa pale Jangwani. Kwa hiyo vyoo unapotaka kujenga unaanza kwanza vyoo. Mngewaruhusu waingie chooni? Shida ni nini kwani? Hamna shida. Sio nikaa pale masaa 2-3 pale wanatamba wao tu. Lakini kuja kwambia kuchimba dawa. Sio ukajua kuna dawa atakwenda kuchimba umeiona. Bwana we. Tumevurugwa? Tumevurugwa? Ndio. Wametuharibu? Hata kama majibu yenyewe ndio haya. Ya kukosa ubingwa mara 5 kwa wanatukomesha kwa hili. Hili kwa kweli wametukomesha. Ila wajipange. Na ubingwa wapate tena kwa mtindo huu. Kwa sababu kama tukiacha achukue ubingwa, sitakuaje siku hiyo. Kwa hiyo ubingwa hawa piga ua. Ndio maana kila siku naambia Yanga, fanyeni mnavyofanya, lakini kwenye usajili msije mkakosea. Leteni watu ambao yani tuchukue ubingwa tu kila siku tuchukue ubingwa sisi tu. Kwa sababu kama utachukua ubingwa itakuwa leo mikojoa, wakanya sio na mimavi na nini. Je, itakuwaje siku hiyo? Sitakuwa balaa hapa. Kwa bahati mbaya wao wanapokaa mjini sana pale. Hamwezi kufanya kama sisi kwa tuweze hata kama ungekuwa nakaa hata kama ungekuwa klabu yao iko Bunju, sio tuwezi kwenda kufanya vitu vya ajabu ajabu ujinga wao hatuna. Sio tuwezi kufanya hivyo. Sisi kaza tu kuwapiga tu kuchukua makombe tu. Waacha fanya mambo ajabu yote tunachukua makombe. Wafanya mambo ajabu tunachukua makombe. Wafanya kama sasa hivi nikwambia nakupa siri sasa hiyo uijui. Ndio, nipe siri. Ingia kwenye simu uione. Nipe siri. Mwenyekiti wao Asmani Abdalla sio nani sio mbunge wa zamani Mangungu. Ndio. Kasema atakuvunja bodi ya ligi yote, atawale yeye tu pale anakuwa yeye tu sasa hivi.
Wewe ingia kwenye simu uone. Ngoma mbona ipo mpaka kwenye simu? Inavunjwa bodi ya ligi sijui nini, bodi nini sijui nini wanaita wenyewe. Vunja kila kitu anashika Mangungu. Tuende atakaendesha kila kitu. Mangungu. Ila Mangungu upo vizuri. Na mimi nishukuru sana kama atafanya hivyo kwa sababu Mangungu kwanza yeye mwenyewe kwanza Mangungu kama Mangungu. Ndio. Ana kitu kiko tumboni hapa kinamuuma, kwa hiyo hapa kinamuuma kweli kweli. Jinsi alivyopigwa na mashabiki wa Simba. Okay. Kwa Simba anapofanya vizuri hata Mangungu anaumia. Kwa hiyo akichukua madaraka hayo, akishika vizuri Simba, Simba haitachukua kombe wala atafanya chochote katika nchi hii. Ila sika hapa kombe Mangungu. Mangungu hapa kombe. Makombe hayo yanatoka hapo, hawezi kuwapa kombe. Kombe ile ligi kuu tuchukua sisi. Ndio. Kombe ile la kila bingwa barani Afrika ile ambayo tunataka tuchukue Yanga mwakani. Wao wamechukua nini? Wamechukua makombe yanatoka hapo hayo. Makombe hataeleki. Makombe hatajulikani. Okay. Haya wakashiriki la bingwa sababu ya kombe lao sasa hilo. Halitoshi kabisa. Kombe hata Musepe alijui. Acha huya. Musepe alijui lile. Linakupeleka Confederation Cup lile. Confederation maana yake nini? Shirikisho linakupeleka. Hiyo Confederation ilishafika finali, hatuna mpango nayo kabisa hilo, hatuna mpango nayo. Mpaka tukaacha hata kuchukua kombe, kwa tulishindwa sio kuwafunga wale. Unafikiri tulishindwa? Lakini tukaangalia kombe halina azi nalo ili vile vile tu. Sasa kila bingwa bani Afrika. Kwa hiyo Musepe ile kombe alijui. Alijui, alifahamu lile. Ile kombe alijua Matola na mwenzake Emiliani na wengine walikuwa Simba hapo. Nyeme alichukua mara 4 mfululizo. Kila siku tukiamua, hata juzi tumwachia Azam katoa kasema mimi nitaliweza kuzichukua, matokeo katoletea simu mikojo kule. Azam kasababisha zinaoje kwenda mikojo kule kwetu kule. Kashindwa, kajifunga mwenyewe. No. Bwana Chauya kwenye hili mimi niseme asante sana. Na pole. Sio sema asante, kwanza siku 3 hizi siku 6 hizi. Waambie usafishe, watu wamechukia, watu wamekasirika. Wasete masiara bwana. Katika ile hamna masiara hivyo. Tumechukia. Subiri nizungumze nao. Bwana, zimetoka siku 6 kwa wazee wa Young Africans. Na katika hizo siku 6 tayari 3 zinakamilika leo. Zinabaki 3. Kile ambacho mmekifanya pale basi nendeni mkasafishe, kwa sababu baada ya hapo kitakachotokea msije kulaumu watu. Huyo ndo Kadege Chauya. Na mimi nimenukuu kile ambacho mmekizungumza. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Tunaweka ukomo hapa, lakini baada ya siku 6 nitarudi tena na mzee Kadege Chauya atuambia nini hasa ambacho kimetokea. Lakini pia tutawaalika mashabiki wa Simba nao atuambie, je, wanaenda kutoa ama hawaendi kutoa. Kwa mengi zaidi hakikisha tuna subscribe na unaendelea kuyapata ile mengi ya kimichezo. Nyuma ya kamera alipoepo mzee wa Miclips Freddy Michael Kubran. Bye bye. Tukutane tena muda na wakati kama huu.